Ikiwa leo ni Aprili 29 ya mwaka wa 2025, ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, na kabla tujalianza somo letu siku ya leo, nikualike tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu ketie mahali pasiri juu mbinguni, jina lako takatifu litukuzwe. Ninakushukuru kwa sababu ya upendo wa pekee ambao umeufunua katika maisha yetu. Ninasema asante kwa namna ambavyo unatujali na kutulinda. Asante kwa damu iliyomwagika pale msalabani ikitupatia ondoleo la dhambi. Asante kwa kutupokea tena. Japo tumekuwa hatustahili, bado umekuwa Baba yetu. Tusamehe uovu wetu, tutakase na ukatufanye upya. Tunapoondoka leo tukijifunza neno lako, basi neema yako idumu kwa pamoja nasi. Utakaso wako uendelee kututakasa, na zaidi sana tukaendelee kuiakisi tabia yako katika ulimwengu huu. Enda nasi asubuhi ya leo. Tembea nasi katika shughuli zetu mbalimbali. Zaidi sana tusaidie tuelewe hiki tujifunzacho katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema kuketi miguuni pa Yesu. Imejengeka katika kitabu cha Injili kama ilivyoandikwa na Luka sura ile ya 10 aya 42. Neno la Mungu linasema, lakini kinatakiwa kitu kimoja tu, na Mariamu amelichagua fungu lililo jema ambalo hataondolewa. Mwokozi wetu alithamini nyumba tulivu na wasikilizaji wenye shauku. Alitamani upole, ukarimu na upendo wa kibinadamu. Wale ambao walipokea mafundisho ya mbinguni ambayo walikuwa tayari kuyatoa walibarikiwa sana. Watu walipokuwa wakimfuata Kristo katika maeneo ya wazi, aliwafunulia uzuri wa ulimwengu wa asili. Alitafuta kuwafumbua macho yao ya ufahamu ili waweze kuona jinsi mkono wa Mungu unavyoushikilia ulimwengu. Lakini wengi walikuwa wazito kusikia, na nyumbani huko Bethania, Kristo alipata pumziko kutokana na mapambano ya kuchosha ya maisha ya umma. Hapa aliwafungulia wingi wa majaliwa ya Mungu watu walioyathamini. Katika mahojiano haya ya faragha, aliwafunulia wasikilizaji wake yale ambayo hakudiriki kuyasema katika umati mchanganyiko. Hapa hapakuwa na haja ya kusema kwa mifano na rafiki zake. Yesu alipokuwa akitoa mafundisho yake ya ajabu, Mariamu alikuwa akipenda kukaa miguuni pake, msikilizaji mwenye kicho na bidii. Wakati fulani Martha alipokuwa akihangaika na maandalizi ya chakula, alimwendea Yesu na kumwambia, "Bwana, huoni vibaya hivyo ndugu yangu alivyoniacha nitumike peke yangu? Basi mwambie anisaidie." Hii ilikuwa ni mara ya kwanza Kristo alipokwenda Bethania. Mwokozi na wanafunzi wake walikuwa wamesafiri safari ya kuchosha kwa miguu huko Yeriko. Martha alikuwa na hamu ya kuwaandalia pumziko lao, na katika hamu yake akasahau kumfanyia ungwana kwa sababu ya mgeni wake. Yesu alijibu akasema, "Martha, Martha, unajisumbua na mambo mengi, lakini kuna haja ya kitu kimoja tu, na Mariamu amechagua fungu lililo jema ambalo halitaondolewa." Mariamu alikuwa akihifadhi katika akili yake maneno ya thamani yaliyokuwa yanatoka kwenye midomo ya Mwokozi, maneno ambayo yalikuwa ya thamani sana kwake kuliko vito vya thamani zaidi. Jambo moja ambalo Martha alihitaji lilikuwa ni utulivu, roho ya ibada, shauku ya kina ya kuyajua yale yanayohusiana na wakati ujao, maisha bila kifo, na neema zinazohitajika kwa ajili ya ukuaji wa kiroho. Hakupaswa kuhangaika sana kwa mambo yanayopita, badala yake ahangaikie mambo ya milele. Yesu atawafundisha watoto wake kutumia kila fursa ya kupata maarifa hayo
ambayo yatawafanya wawe na hekima katika wokovu. Kazi ya Kristo inahitaji watendakazi waangalifu na wenye nguvu. Kuna uwanja mpana kwa akina Martha, wenye ari katika shughuli za kidini, lakini hebu wakae kwanza miguuni pa Yesu pamoja na Mariamu. Hebu bidii, uharaka na nguvu zitakaswe kwa neema ya Kristo. Kisha maisha yatakuwa nguvu isiyoshindwa kwa ajili ya mema. Tumaini la vizazi vyote, sehemu ya pili, ukurasa wa 134 hadi 136. Hii ni Aprili 29. Mungu atubariki sote na karibu tena.